ndani ya nchi na kati ya nchi mbalimbali, huwezi kutenganisha amani na haki. Utulivu wa kisiasa ndani ya nchi huambatana na umma kutambua haki maana yake nini na kukubali kwa jumla kuwa juhudi zinafanyika kuitafuta haki hiyo. Wakati umefika na sisi wenyewe kujichunguza kuhusu suala hili. Watu mbalimbali na mataifa mbalimbali yana mawazo tofauti kuhusu jamii wanayoiita jamii ya haki. Dhana yao ya haki huitilafiana kulingana na utamaduni wao na historia na mazingira mengine ya nchi yao, na wakati wote yako mambo mengi yanayoingizwa katika dhana hiyo. Lakini ikiwa nchi inataka kuwa na amani na utulivu, jambo moja ni la lazima kabisa: lazima nchi hiyo ikubali kanuni ya msingi ya usawa wa binadamu. Sheria zozote zitakazotungwa lazima ziwahusu watu wote. Rasilimali zozote za nchi zitakazokuwapo lazima zipatikane kwa wote na kwa faida ya wote, kulingana na mgawanyo ambao kwa jumla unakubalika kuwa ni wa haki, na mgawanyiko huo unaweza tu kubadilika kwa jinsi dhana yao ya haki inavyobadilika. Haki za uraia zitawahusu watu wote, na wajibu wa uraia utawahusu watu wote, na nafasi zozote za maslahi kwa raia lazima ziwe wazi kwa watu wote. Usawa wa binadamu maana yake si usawa wa kimo au nguvu au akili na kadhalika, wala usawa wa binadamu maana yake si kwamba watu wote watapata huduma sawa sawa kabisa na mapato sawa sawa kabisa. Maana yake ni kwamba heshima ya ubinadamu anapewa kila mmoja, na kwamba kama mtu ananyimwa heshima yake ya utu na haki zake za uraia, anayo haki na uwezo wa kudai mahakamani na kwa njia nyingine ya amani